Mr. Speaker, control good. Order. Utaongea. Sasa kupiga kelele. Sasa unaona kile mnapea kelele hapo. Yaani ongea kwa rally asifungwe na Bungoma next week. Wacha mambo. Utaongea huko. Yaani ongelee kwa rally. Order. Ongeeni kwa rally ya Uhuru. Wanaacha Uhuru anaenda kwa rally peke yake. Atoke. Oi, nani kama unajua wewe si mtu wa media toka hapa. Songeni kabisa. Kaa kwa kurudia huko. Hawa ndio watu wanaleta. Kama unajua wewe si mtu wa media. Songa kaa kwa kurudia huko kama huko nyuma. Toa huyu editor wa CBC. Asamba wewe ni media gani? Asamba wewe unaweka watu hapo. Wanapiga kelele na uji Toka hapa Asamba. Spika tuendelee. Asante sana. Mjana hecklers. Kwa majina ni Madam Boss na mimi ni one term hadi kwa kitanda. Na hizo simu umekula zote. Speaker, mimi wacha nianze na mada ya Gladys Wanga. Mimi husema kila wakati kuchagua mwanamke kama gavana ni kama kukojoa kwa bahari. Kabisa. Mr. Speaker, hakuna kazi yenye Gladys Wanga amefanya Homa Bay. Lakini kazi kubwa yenye amefanya ni kupora mali ya umma. Na sisi kama watu wa Homa Bay tunasema hivi. 2027 ni one term. Na kama unataka two term, hawa maguzi yananiangalia hapa. Hawa ndio watampigia kura. Wanga tuta. Mr. Speaker, sasa hizi Speaker hizi zingine. Wewe security. Ongea. Wewe Speaker, upe huyu jamaa kwa anaongea. Wapenda basi ongea. Wana nani? Wapenda basi ongea waende. Wanga amepora ni. Wewe basi upe huyu jamaa ongea. Security. Anza tena. Chakaja kama ni Anza. Order. Unajua kama hili utabeeni. Kwa vile Unaweka nifunge hivi sasa. Naomba hivi. Wewe kwenda huko. Kama speaker mnipeshi mimi niendeshe bunge vile nataka. Hao watu wangapi wapewe nafasi watetee Wanga. So wacha kila mtu nikipea namba kwa floor because hiyo kitu kwa mada, wacha ongee mada yake. Kama kuna shida atafuta huko hivi. Speaker huyu mama wake akimaliza. Hajafanya. Huyu akimaliza. Na basi kwa walimu watu kusema watu wa media tuongee naye huko. Kwani nini? Lazima tungaeleza watu kila siku bwana. Enda huko. Kwani huyu jamaa anaongea kila jana wanajaribu bunge sasa wanajaribu kila siku wanajaribu bunge kila siku wanajaribu
bwana, tuende tuongee. Waachia watu bwana. Twendeni huko bwana. Wacha wapiga kila siku. Twendeni tuongee. Wapiganie hiyo bunge bwana leo. Bwana. Wacha tuende. Wacha tuende. Hata hapo hivi. Hata hapo sana muda. Wacha tuende. Hatuwezi. Kuja maki lazima nasumbua kwa nini nani? Kwanza nampa pesa ngapi? Kwanza nampa pesa ngapi? Kuja mwana nasumbua. Kuja mwana nasumbua. Iga na Trans Nzoia. Na Spika, ukisikia tu mtu ameua bibi kwa sababu ya chakula ni Bungoma Kaunti. Mr. Speaker, hapa Jacaranda bunge. Order. Information hapana. Wanaribu tu tena. You cannot inform. Wewe utajibu. Speaker, order member. Tulia. Uko na swali ama information? Aje nikuwe na swali na speaker information. Order. Haya. Ya speaker. Mimi ndio Wekesa. Kutoka Bungoma. Chai constituency. Wenzangu ni wa Kakamega.
Busia. Watu wa Kakamega ndio wafupi. Swali nataka kumuuliza. Ongea na lugha hii. Swali nataka kumuuliza. Order member. Memba mwenzangu hapa anaongea mbele ya kamera. Patela ashtumu watu wa Kakamega juu wao ndio walipewa mkate na soda wakati wa Steve Panyako. Ameruka mpaka Bungoma. Anasema sisi ndio tunaoa mabibi sijui juu ya ugali. Ndugu yangu. Anataka niangalie. Swali kama mema anataka kujua mwenzake. Order. Ndugu yangu, ni lini ulisikia mtu ameuawa Bungoma juu ya ugali? Jibu hiyo swali. Acha kutuaibisha basi. Leo uaibishe bwana bwana. Usiingilie picha ya waloya. Speaker, nimepata information. Speaker, ndugu yangu Wekesa. Speaker, ni ukweli nilikuwa nasema ukisikia mtu ameua mtu kwa sababu ya chakula ni Kakamega County. Ukisikia mtu sijui ameua ndugu yake kwa sababu ya mgombero Kakamega County. The issue with Kakamega County, Speaker, na kuna siku nilisema hapa. Unajua kuna uongozi Kakamega County wanakuliwa kama njugu kwa mfuko. Ni wale watu wanakuliwa kama njugu kwa mfuko. Mr. Speaker, nilisema hapa na ninarudia. Kitu yenye inakuja kwenu inategemea na ule uongozi yenye mnatuletea. Ile uongozi yenye mnaleta. Hiyo ndio inaitishanga vitu. So Speaker, kaa chini. Wewe vile uko tu hivi. Imagine Kakamega County inatuletea governor kama huyu mwalimu wa drama Malala. Mwalimu wa drama ni Malala ati ni governor. Huyu atakusaidia na nini? Senator wanakuletea Boniface nini? Boni Khalwale, bullfighter. Sema Boni Khalwale, bullfighter. Sema aje. Speaker, angalia how serious Kakamega is. Wanakuletea senator ni huyo. Alafu Speaker, unaletewa MP ni Echesa, Rashid Echesa. Gun. Senior. Alafu Speaker, unakuja unapata MCA sasa unapewa Nuru Okanga ama hebu angalia hiyo county. Hao watu wakienda kwa table watawakilisha nini kwa table? Tumbo. Kama angalia Kisumu. Angesikia Kisumu, sikia gavana wa Kisumu. Gavana Kisumu ni Profesa Anyang'. Senator Tom Ojienda. Women rep. Profesa Rudiga. Sikia hiyo. Alafu enda Kakamega. Eti kama na bullfighter. Sometimes ukienda ndugu yangu na unacheka ukienda kwa ballot. Ndugu yangu, ukienda kwa ballot, unaenda kuchagua nini? Nuru Wanga anasema hapa, kuna vitu mbili kwa uongozi. Kuna ile akili yenye umezaliwa nayo na akili umeenda shule. So watu wa Kakamega wajiulize hapa hii akili zote yani hawana. Kwa sababu mwanasiasa by the way ni serious. Mtu anakuja kwenu alafu mnaitisha soda na mkate. Alafu mnasema mko serious. Yes, I have a question. Mr. Speaker, I have a question on the member of the floor.
Nimeona maadress nini? Mama Bay ametaja profesa Kisumu. Ametaja profesa. Amekuja Kakamega. Dr. Boni Khalwale akana title yake anaitwa Daktari Boni Khalwale. Hiyo nataka member of the floor. Member of the floor. Anatoka Busia kaunti atupatie nini? Title ya nani? Ya utuo. Spika, mimi sijaona mada yenye imeletwa kwa floor hapa ni mada ya mtu wa Kakamega, na mtu wa Kakamega amelia kwamba kuna vitu zenye viongozi wao wanaitisha. Sasa tunaongelea watu wa Kakamega. Sisi tukianza tulia, tumeuliza swali, tulia badala. Tulia. Sisi amesema nimwambie Busia kaunti. Gavana Gavana ni Daktari Polo Tuoma. Huyu daktari mwenye anasema Boni Khalwale ni daktari wa ng'ombe. Daktari wa ng'ombe. Bwana wacha quest time yako. Hii mada wewe nani ya samba? Mtu mwenye ameleta hapa hii mada ni mtu wa Kakamega. Mtu mwenye ameleta hapa mada wewe kusumbua watu ya ng'ombe. So, Mr. Speaker, Wako sawa, endelea. Unaona hawa watu ndio wanatuletea hawa viongozi. Hawa viongozi wakiitisha mikate. Hawa viongozi wakiitisha mikate wanatoka Kakamega County. Viongozi wakiitisha wanaendeni basi fungue bunge ya Kakamega huko. Huruma hapo tena unatupigia kelele. So Speaker, hawa watu ndio wanatuletea hawa viongozi wakiitisha mkate. Hakuna mwananchi kutoka Kakamega alienda kwa ofisi ya Ruto kuitisha mkate. Ni viongozi ndio walienda huko. Ni viongozi wa Kakamega ndio Otango anatoka Kakamega. Viongozi wa Kakamega County ndio walienda huko. Na wakaitisha mikate vile mnaitisha mikate na sote. Akina Parani. Na Nuru Kanga na ameleta hapa mada kama kiongozi wa Kakamega. So, na baada ya kukula mikate, Nuru Kanga baada ya kukula mikate, kukula soda, analeta kama mada. Kwa nini hakukataa hiyo time hiyo mkate? Sasa baada ya kushiba ndio anaanza complain. Speaker, nikimalizia mambo ya youth. You know, youth, our youth wenye wako hapa, for the first time nilikuwa surprised kuona sijaiona Mjaluo na panga na nini na mishale. For the first time niliona mishale Kisumu, eti Mjaluo amebeba kwa siasa, eti amebeba mishale. Mjaluo wale ni waloya. Eti Mjaluo amebeba mishale. Bwana sisi si wajinga bwana. Msianze kutupima. Watu wa one time kama mmeanza kupigana nyewe kwa wenyewe. Bebeni mzigo wenu. Bebeni mzigo wenu wenyewe kwa wenyewe. Order member. Order kilo. Sasa Mjaluo gani atajua kupiga mshale? Hawa. Ukipiga kelele na mnataka kuongea wote.